أيها الأحبة المشايخ والحضور والسادة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. Kutakasika na mawi, kutakasika na aina zote za upungufu ni kwa yule ambaye asra biabdihi laila, alimpeleka mja wake usiku, min almasjid alharam, kutoka masjidul haramu Makka mpaka masjidul aqsa, linuriyahu min ayatina, ili tuweze kumwonyesha yeye katika aya zetu, katika dalili zetu. Innahu huwa samiul basir, hakika yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia, ndiye mwenye kuona. Aya hii iliyopo katika suratul Isra ni alama na ishara ya kwamba jambo la Quds, jambo la Masjidul Aqsa, jambo la Palestine ni jambo ambalo Mungu hakutaka lisahauliwe na wala hapendi lisahauliwe. Na ndiyo maana leo hii Waislamu kila mahala na kila sehemu wanapoisoma Qur'an, aya hii wanaisoma. Al-Imamu al-Khomeini al-Azim, mwanawazuoni huyu mkubwa na kiongozi wa Waislamu wakati wake, alionelea taban kwa nguvu alizopewa na Mungu, akasoma mazingira ya dunia, akaiona dunia imelisahau jambo la Masjidul Aqsa, dunia imelisahau jambo la Palestine. Bwana mkubwa huyu akaainisha Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, watu wakiwa katika saum, watu wakijiandaa kwa ajili ya mkusanyiko mkubwa wa swala ya Idi, watoke barabarani wakikumbuke kibla chao cha kwanza, watoke barabarani waukumbuke msikiti wao wa kwanza. Na alhamdulillah, leo kubakia kwa Masjidul Aqsa, kuendelea kuwa salama Masjidul Aqsa, pamoja na changamoto nyingi ambazo msikiti huu unapitia, pamoja na changamoto nyingi ambazo watu wake wanapitia, lakini bado Masjidul Aqsa imebaki katika kumbukumbu, bado Masjidul Aqsa imebakia vichwani mwetu, bado Palestini inakumbukwa, Masjidul Aqsa iliyotelekezwa na watu wote, Palestine na Wapalestina waliotelekezwa na watu wote. Kwa hivyo sha Allah, Mungu alipenda bwana mkubwa huyu ampe ufunuo kuweza kuitangaza Yaumul Quds al-Alami, siku ya kukumbuka msikiti wa Palestine, lakini siku ya kukumbuka changamoto na matatizo wanayopitia ndugu zetu wa Palestine. Al-Imamu al-Khomeini Quddisa sirru, katika kuitangaza Ijumaa ya mwisho
kuwa siku ya Quds, kuwa siku ya kuukumbuka msikiti wetu na kuwakumbuka wa Palestina, alikuwa na malengo mengi, lakini moja katika malengo yake ilikuwa ni tadhkirul umma. Jambo la kwanza ilikuwa ni kukumbusha huu umma ambao ni maiti, umma ambao umelala, umma ambao umepoteza mwelekeo, haujui unaelekea wapi, wala haujui uko wapi, na wala haujui unatoka wapi. Kwa hivyo siku ya Qudsi, Ijumaa ya mwisho, ni kuwakumbusha Waislamu wasibakie tu Waislamu na kusoma kisa cha Miraji. Kisa cha Miraji ni kisa kizuri, lakini malengo ya Miraji yawe ni malengo ya kuikumbuka Palestina. Malengo ya kisa cha Miraji yawe ni malengo ya kukumbuka msikiti wetu, yawe ni malengo ya kukumbuka muanat na changamoto wanazopitia ndugu zetu wa Palestina. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, kukusanyika kwenu huku leo na kusimama kwenu huku leo ni ishara ya kumuunga mkono bwana mkubwa huyu Al-Khomeini al-Azim, ya kuikumbuka siku ya Quds, ya kuwakumbuka wa Palestina. Mmeingia katika grupu la wale ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametamka akisema ya kwamba man lam yahtam bi umuri almuslimina falaysa bimuslim, yule ambaye hana habari na mambo ya Waislamu, hana habari na mambo yanayowatokea ndugu zake Waislamu, falaysa bimuslim, na huyo si Muislamu. Kwa hiyo mmethibitisha Uislamu wenu, mmethibitisha kujali kwenu, mmethibitisha kuwaunga mkono ndugu zenu wanaoishi kwenye mazingira magumu na mazingira ya kusikitisha. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, katika kuainisha siku ya Qudsi duniani, Ruhullah al-Musawi al-Khomeini al-Azim alikuwa anataka Waislamu na walimwengu kwa ujumla watambue dhulma, waishi dhulma, wakumbuke dhulma. Wasikae tu Waislamu wakabweteka, wasikae tu Waislamu wakajisahau. Wakumbuke, je, yanayoendelea kwa Wapalestina ni haki? Je, yanayoendelea katika Gaza, ni watoto wangapi wameuawa wasiokuwa na hatia Gaza? Ni akina mama wangapi wasiokuwa na hatia wameuawa katika ardhi ya Palestina? Ni watu wangapi wasiokuwa na hatia wameuawa katika ardhi ya Palestina? Al-Imam al-Khomeini al-Azim alitaka dhulma hii tuiishi, dhulma hii tuikumbuke, na Mungu hatosahau ujira ya viongozi wetu wakubwa wa Kiafrika walioishi dhulma hii na hawakuacha kuitetea Palestina mpaka wameondoka duniani, akiwemo muasisi wa taifa hili, baba wa taifa Mwalimu Kambarage Nyerere, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu mpaka ameondoka duniani, kwenye kichwa chake ni Palestina, mtazamo wake ni kuitetea Palestina, na mpaka leo athar za Mwalimu Nyerere katika kuwaunga mkono Palestina tunaishi nazo. Nani haijui hospitali ya Wapalestina hapa katika mji wa Dar es Salaam? Nani hajui makazi waliokuwa wanaishi wa Palestina na baadhi ya vitu vilivyobeba majina ya Palestina? Kwa nini? Kwa sababu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere
aliishi vile alivyotaka Khomeini. Tuishi, tusisahau dhulma inayoendelea, kwa sababu dhulma inaponyamaziwa, watu wakaipuuza, nini result yake? Nini natija yake? Natija yake itakuja kuwatafuna na nyinyi na iwale na nyinyi. Leo la samaha Allah, vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, la samaha Allah, mazingira yanavyokwenda, Mungu alete utulivu na vita vimalizike. Lakini la samaha Allah, vita hivi kama vitazidi zaidi ya mwezi mmoja, zaidi ya miezi miwili hivi, unadhania anayeathirika ni Mashariki ya Kati peke yake? Sisi hapa Tanzania ni wahanga wa kwanza. Na ndiyo maana Mwalimu akaishi dhulma akiitambua siku zote, na mpaka ameondoka duniani Mwalimu hakutambua nchi inayoitwa Israeli, hakutambua nchi hiyo, na ilikuwa pasipoti yetu ni marufuku kusafiri katika nchi mbili, Afrika ya Kusini ya ubaguzi na Israeli ya ubaguzi. Lakini hatutomsahau kiongozi aliyeishi dhulma, Nelson Mandela. Baada ya kupata uhuru alisemaje? Alisema uhuru wa South Africa haujakamilika muda wa kuwa Palestina haijakuwa huru. Hawa ni viongozi wakubwa wa Kiafrika walioishi madhulumia. Al-Imam al-Khomeini al-Azim kuitangaza Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, moja ya malengo ilikuwa ni lengo la kukumbuka dhulma inayofanywa dhidi ya Palestina. Dhulma hiyo isisahauliwe, dhulma hiyo ibaki kwenye vichwa vyetu. Lakini jambo jingine ambalo nalo ni muhimu mno katika siku ya Quds, al-Imam al-Khomeini al-Azim alitaka kupatikane kitu kinachoweza kuwakusanya Waislamu. Waislamu wana mengi yanayowakusanya. Masuni na Mashia Mungu wao ni mmoja. Qibla chao cha kwanza wote ni Masjidul Aqsa, lakini msikiti wao ni Masjidul Haram, na kibla chao ni Al-Kaaba. Qur'ani yao ni moja, wote wanaswali swala tano, wote wanafunga, wote wanahiji. Hao ni Waislamu pasi na kuwabagua Sunni wala Shia. Al-Imamu al-Khomeini akatafuta ni jambo gani litaweza kuwaleta kwa pamoja zaidi ya hao Waislamu. Akaona kibla chao cha kwanza Masjidul Aqsa ni mahala pekee, ni kadhia pekee inayoweza kuwakusanya Waislamu wote duniani. Akaitangaza siku ya Qudsi na akasema watu wote watoke, sio Shia wala sio Sunni, bali wanaoitwa Waislamu wote watoke. Kwa hivyo moja ya siku ya Qudsi iliyotangazwa na Khomeini, moja ilikuwa ni kitu cha kuwafanya Waislamu kuwa kitu kimoja, ni jambo la tauhid sufufil umma, ni jambo la kufanya safu za Waislamu wote ni kitu kimoja. Na ndugu zangu, aliyoko dhidi ya Uislamu, anayetaka kuumaliza Uislamu, hajui habari ya Ushia na Usuni, hajui habari ya Ushia na Usuni. Al-Imamu al-Khomeini ametaka tutengeneze umoja, tuwe kitu kimoja chini ya mimbar ya Masjidul Aqsa, chini ya mimbar ya msikiti wetu, chini ya kibla chetu cha kwanza. Kwa nini? Adui wa Uislamu haangalii madhehebu, haangalii Sunni wala Shia. Adui wa Uislamu yeye anaangalia Uislamu. Kwenye mitandao leo kunapita maandiko aliyoyasema Netanyahu kwamba Waislamu wote ni maadui wetu. Haya ni maneno yanaenea kwenye mitandao, yapo maneno ya Netanyahu, Waislamu wote ni maadui zetu. Sio Mashia ni maadui zetu, Waislamu wote. Kwa hivyo Waislamu wote wako hatarini, na wala sio madhehebu moja wako hatarini. Solution yake ni nini?
solution yake na hali yake ni hao watu kuwa kitu kimoja. Kwa hivyo siku ya Quds ni siku ya kuenzi umoja kati ya Waislamu, ni siku ya kuenzi mshikamano kati ya Waislamu. Lakini jambo jingine la nne, siku ya Quds ni siku ya kukumbusha amani ya dunia, amnul alam, salama ya dunia. Al-Imamu al-Khomeini ilikuwa akiona muda wa kuwa Palestine, muda wa kuwa Masjidul Aqsa haiko huru, dunia haiwezi kuwa na amani. Nadhania leo hii yanayojiri Mashariki ya Kati, wanaomsoma Imam Khomeini wamesadikisha maneno yake kwamba kweli pasi na Palestine kuwa na amani, dunia haina amani. Pasi na Masjidul Aqsa kurudi kwenye mikono ya wenyewe, dunia haiwezi kuwa na amani. Leo Mashariki ya Kati imevurugika, haikaliki. Kwa nini? Kwa sababu Mashariki ya Kati ilinyamazia dhulma inayoendelea Palestine. Dhulma hii leo imewatafuna Mashariki ya Kati, imetutafuna sisi Afrika, imeitafuna dunia nzima. Kwa hivyo siku ya Quds, Yaumul Quds al-Alami, ni siku ya kuiambia dunia, ni siku ya kuitangazia dunia umuhimu wa amani na utulivu wa dunia. Lakini jambo la mwisho, siku ya Quds ni siku ya kuuenzi utu, ya kuukumbuka utu, ya kuukumbuka wanadamu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, walaqad karramna bani Adam, hakika sisi tumemtukuza mwanadamu, tumempa hadhi kubwa mwanadamu, tumempa nafasi kubwa mwanadamu, si kiumbe cha kawaida. Ndugu zangu wapendwa, hivi ni kweli leo dunia inajua fadhila ya mwanadamu? Hivi leo dunia ina utu? Dunia ingekuwa ina utu, tusingeona mauaji ya kimbari wanayofanyiwa Palestina na dunia nzima ikanyamaza. Ingekuwa dunia ina utu na wanadamu, tusingeona mauaji ya waandishi wa habari katika ardhi ya Palestina na jambo hilo likanyamaziwa kimya, halisemwi na mtu yoyote, wala halitamkwi, wala haliambiwi chochote. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Lakini vile vile huruma, upendo, mshikamano, utulivu, haya yote yamesambaratika, sio Mashariki ya Kati, bali yamesambaratika duniani kote. Ndugu zangu wapendwa, Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, malengo yake makubwa ya kutoka, malengo yake makubwa ya kukusanyika ni kuyakumbuka mambo hayo, ni kukienzi kibla chetu cha kwanza, ni kuenzi msikiti wetu usije ukasahauliwa. La pili, dhulma zinazoendelea duniani zisije zikasahauliwa, dhulma inayoendelea Palestine, dhulma inayoendelea Gaza, dhulma inayoendelea Kashmir, dhulma inayoendelea Lebanon, dhulma inayoendelea Irani, dhulma inayoendelea nchi tofauti, lisije likasahauliwa. Lakini jambo la tatu, malengo ya Quds ni kuwaleta Waislamu kuwa kitu kimoja na kuyafuata maneno ya Qur'ani yao inayosema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lakini jambo la nne ni kukumbusha dunia salama ya dunia. Muda wa kuwa Palestine iko katika amani, Mashariki ya Kati itakuwa katika amani. Muda wa kuwa Masjidul Aqsa iko katika amani, basi na dunia yote nayo itakuwa katika amani. Lakini jambo la mwisho ni kurudi kwenye utu, huruma na upendo na kuvumiliana ambako kumesambaratika katika jamii. Siku ya Qudsi al-Alami ni siku ya kuyakumbusha mambo hayo. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale yanayojiri Mashariki ya Kati,
miongoni mwa dhulma zinazoendelea, kuuawa watoto wanafunzi wa shule wasiokuwa na hatia yoyote, kuuawa wanyonge. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa baraka ya siku hii ya leo, amani Mashariki ya Kati iweze kutawala. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wanaodhulumiwa duniani, Mwenyezi Mungu awaunge mkono, awe na wao na wala asiwe na wale wanaowadhulumu watu wengine. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, damu iliyomwagika katika ardhi, katika ofisi takatifu ya al-Imamu al-Khamenei, mzee huyu, mtu mzima huyu aliuawa kwa dhulma, Mwenyezi Mungu damu hii isipotee hivi hivi. Damu hii iwe ni sababu ya kuifanya Mashariki ya Kati itulie, iwe ni sababu ya Masjidul Aqsa ibaki salama salmini. Lakini sisi katika siku hii ya Qudsi, katika ardhi ya Tanzania, Mungu mpaka sasa alhamdulillah, ardhi yetu ya Tanzania bado ina sifa nyingi nzuri, bado ina sifa ya umoja wa Waislamu. Leo katika kikao cha Qudsi hapa wako mashekhe wa Kisuni, wako mashekhe wa Kitwarika, wako mashia, wamekaa mahala pamoja kwa upendo, kwa mshikamano. Ni ishara kwamba Tanzania bado ni nchi ya umoja na mshikamano. Mwenyezi Mungu, ninakuomba katika siku hii ya Qudsi, mshikamano wetu kama wa Tanzania, mashia na masuni na wanatwarika, tuendelee kuuenzi. Mwenyezi Mungu, ninakuomba vile vile kwa baraka ya siku ya Qudsi, mshikamano wa kitaifa na umoja wa kitaifa pamoja na maridhiano ya kitaifa kama taifa moja. Mwenyezi Mungu, nakuomba siku hii ya leo, siku ya Qudsi, utukubalie ya Rabbi, Tanzania yetu izidi kuwa ya umoja wa kitaifa na mshikamano. Aina zote za mivutano ndani ya dini zetu, Mwenyezi Mungu, zisambaratike, ibakie Tanzania moja. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu, siku hii ya mwisho ya Qudsi, tunakuomba vile vile amani yetu ya Tanzania, umoja wetu, mshikamano wetu. Lakini na huyu ambaye anaikamata bendera ya amani, rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu muangalie kwa macho yako mawili ambayo hayalali. Mwenyezi Mungu mlinde wewe mwenyewe, kwa sababu anahitajia ulinzi wako, yeye pamoja na wale wote wanaomsaidia. Yeyote anayemkusudia kwa shari na ubaya, yeye na wale wanaomsaidia, Mwenyezi Mungu afeli katika jambo lake. Na Mwenyezi Mungu uzidi Daktari Samia Suluhu Hassan, uzidi kumpa hekima, uzidi kumpa busara, uzidi kumpa utulivu, aweze kuiongoza Tanzania yenye amani, yenye umoja, yenye mshikamano, yenye maridhiano. Labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Imam, labbaika ya Imam, labbaika ya Imam, labbaika ya Imam, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi. Na mwisho naomba tusome suratul Fatiha siku kama hii ya leo, Yaumul Qudsi al-Alami. Tumemkosa mpambanaji mkubwa, tumemkosa dada yetu mpendwa, dada yetu Fatma Mwiru, ambaye alikuwa ndio mzungumzaji siku ya Qudsi ya leo. Upande wa wanaume nilikuwa ni mimi na upande wa wanawake alikuwa ni yeye. Mwaka jana muda kama huu tuko barabarani, yeye alikuwa katika sakaratul maut, na baada ya kukamilika msafara wa Qudsi akaiaga dunia. Naomba tusome suratul Fatiha kwa ajili ya roho yake yeye na kwa ajili ya roho za mashuhada wote walioanguka kwa ajili ya kuutetea Uislamu. Suratul Mubarak al-Fatiha qabla as-salawat.